Hi, habari. Okay guys, this is Mbogo Pigs Farm na tunafuga nguruwe. Leo nimewaletea tips ndogo moja ambayo ni muhimu sana kwa wafugaji wengi na pia inaweza kubadilisha ufugaji kutoka kwenye ufugaji wa mazoea kwenda kwenye ufugaji wenye tija. Katika uzoefu wangu wa kufuga kwa muda ambao nimefuga, nimekutana na changamoto mbili ambazo zimekuwa kama ni changamoto kubwa kwa wafugaji wengi. Wengi wanaanza project ya ufugaji lakini baada ya miaka miwili mmoja wanaacha. Kwa nini? Kwa sababu hawaoni tija kwenye ufugaji. Lakini sababu kuu mbili ambazo imekuwa kama ni changamoto kubwa kwa wafugaji ambazo leo nitashare na wewe mfugaji mwenzangu, pengine anaweza kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Changamoto ya kwanza kubwa ambayo ni changamoto kwa wafugaji wengi ni issue ya virutubisho, tunaita nutrition. Lakini pia changamoto ya pili ni uchaguzi wa mbegu, tunaita breeds. So nitazungumzia changamoto ya kwanza ambayo ni nutrition kwa ufupi. Pia kwenye video zinazofuata nitazungumzia breeds. Kwa kifupi nitazungumzia virutubisho kwenye nguruwe. Nguruwe anahitaji virutubisho vya aina mbili kwa ukubwa, ambavyo ni protein na energy, hiyo tunaitwa wanga. Kwa hiyo protein ina vyanzo vyake, pia energy ina vyanzo vyake. So wakulima wengi wanachanganya, chukua pumba, changanya na soya, changanya na mashudu au changanya na uduvi. Lakini pia mkulima haelewi anataka kuattain nini kwenye nutrition. Kwa kawaida chakula cha nguruwe, kwa sababu tunazungumzia grower, nguruwe at least mwenye miezi mitatu kuendelea, lazima kiwe na protein at least ianzia 18% kwenda mpaka 16 mpaka 18. Hiyo tunaita crude protein, protein inayopatikana kwenye chakula. So wewe unaenda unaambiwa changanya soya, pengine changanya na pumba kiasi fulani, lakini hujui una attain protein ya ngapi kwenye chakula chako. So ni kama unalenga kitu ambacho hujui unalenga nini. Unachanganya, hujui unataka upate protein ngapi, hujui unataka nguruwe wako ageni kilo ngapi per month. So hiyo ni kama unafuga kama kipofu, hauna vision. So kama nilivyosema, growers wanahitaji protein ya 16 mpaka 18. So tuna attain vipi protein ya 16 mpaka 18? Naelewa watu wengi hawajui, ndio changamoto inaanza hapo ya kwanza. Pia wanahitaji energy ambapo sio chini ya kilocalories 3200 mpaka 3600. Tunaipata wapi? Na unakuta watu wanatumia pumba kama source of energy, ni pumba ya mpunga, pumba ya mahindi kama source of energy. Na ukiangalia pumba ya mahindi inaweza kuprovide, ikijitahidi 2400 kilocalories per joule. Hiyo tunaita low quality maize bran. Ukiangalia kwa wafugaji wengi, mazingira tunayopata, viwanda vilivyopo, tunapata ile pumba ambayo quality yake sio ndogo, tofauti na viwanda vikubwa. Kwa hivyo watu wengi wanachanganya, hawaattain energy ya kuanzia 3200, hawaattain hiyo protein 16. Kwa hivyo hawezi kupata matokeo. Mtu anafuga lakini nguruwe anakuwa kidogo, anachukua muda mrefu. Mbona mimi naweka soya? Je, umeweka kiasi gani? Umeattain hiyo protein ya 16 mpaka 18 au umeattain hiyo energy ya 3200? No. So how do you know kwamba, utajuaje kwamba hii chakula changu kina energy ya 3200, chakula changu kina energy, kina protein ya 16 au 18? Sawa, kuna mbinu kadhalika ambazo nitazishare kwenye video zinazofuata kwamba how unaweza kuattain hiyo energy ya 3200 na protein ya 16. Follow Mbogo Pigs for more tips. We love you.